Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu. Ameendelea kutupa neema na kibali cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii na kibali hiki ambacho amenipatia cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Kama kawaida, kwa majina yangu naitwa Mchungaji Jackson Komando. Leo kuna kitu ambacho nataka nije tuzungumze ambacho kinahusu ndoa na tendo la ndoa. Ndoa na tendo la ndoa. Kama umri wako ni chini ya miaka 18, kipindi hiki akikuhusu, na somo hili sio kwa ajili yako. Somo hili sio kwa ajili yako. Kwa hiyo unaweza kutafuta kitu kingine cha kuangalia. Unaweza kutafuta kitu kingine cha kuangalia. Kuna kitu ambacho tuje tuzungumze kuhusu ndoa na tendo la ndoa. Kuna kitu ambacho huwa kinaitwa agano nini? Agano la ndoa. Agano ni makubaliano. Agano ni makubaliano kati ya mwanamume na mwanamke wanapokubaliana na kukutana kimwili, hiyo ni agano. Na wanapokutana kimwili, tayari hapo wanafunga nini? Wanafunga ndoa, kwa sababu neno la Mungu limesema kwa kitabu cha Wakorinto, neno la Mungu limesema kitabu cha Wakorinto sura yake Wakorinto wa kwanza sura yake ni ya 6, mstari wake ni wa 15. Neno la Mungu linasema Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 15. Mungu anasema, je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi nivitoe viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? Hasha. 16. Au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo ukikutana na kahaba kwa mujibu wa neno, ukikutana na kahaba, unapokutana tayari umeunganisha naye, kwa sababu yule aliyeungwa na kahaba anakuwa mwili mmoja naye. Kwa hiyo unapokutana na mwanamke, kama ni mwanaume ama kama ni mwanamke kutana na mwanaume, pale lile tendo ambalo mnafanya linawaunganisha, mnakuwa nini? Mnakuwa mwili mmoja, mnakuwa mwili mmoja. Ndio maana watu ambao wameshajiingiza kwenye mambo hayo ni vigumu sana kutoka, kwa sababu tayari ile ni roho, na tafasiri ya roho ni fatilizi, inakuwa inafuatilia. Kwa hiyo ukikutana hata na kahaba, basi mmekuwa mwili mmoja na huyo kahaba. Kwa hiyo sio vizuri kwenda na ukota. Ukishaanza kuokota, ndugu yangu, kuja kutoka huko ni vigumu sana. Inahitaji tena kazi nyingine ya kufanya ili kwamba uweze kuondoka huko. Sivyo kwamba nasema kwamba natubu tu. Kuna mwongozo wa namna ya kutubu ili kwamba uweze kutoka kwenye hali hiyo. Sivyo utaendelea kuwa mteja wa mambo hayo, kwa sababu umeunganishwa na kahaba, Kwa hiyo ile roho inakuwa inakufuatilia, na ikianza kufuatilia sio peke yako, mpaka vizazi vyako. Kwa hiyo unapokutana pale, lile agano linakuwa hai. Kwa hiyo pale tunapoenda kwa mchungaji, mchungaji na kuanza kuwafungisha ndoa, ile ndoa inakuwa bado haijakamilika, mpaka pale mwanamume na mwanamke pia watapokutana, ndipo kimwili, ndipo ile ndoa itakapokamilika. Ndio maana zamani walikuwa namna walikuwa wanafanya kwenda ukumbini kwenye masherehe, mpaka kwanza mwanamume na mwanamke waende kwanza wakutane. Ukishakutana kimwili, ndipo wakitoka kule wanakuja ukumbini sasa kusherehekea. Kusherehekea. Kwa maana ilikuwa ni lazima mwanamke kuitunza bikira yake, kwa sababu kwenye agano lazima
damu ihusike kwenye agano, lazima damu ihusike. Kwa hiyo Mungu kuweka bikira kwa mwanamke alikuwa na maana, sio kwamba ilikuwa ni urembo. Hapana, ilikuwa na maana kwa sababu anajua hakuna agano pasipo damu. Kwenye kitabu cha Waebrania sura yake ni ya 9. Waebrania sura ya 9 mstari ule wa 18. Waebrania sura ya 9 mstari wa 18, neno la Mungu linasema, Waebrania 19:18, neno la Mungu linasema, kwa hiyo hata lile la kwanza halikuanzwa pasipo damu, maana kila amri iliposomwa kila amri ilipokwishwa kunenwa na Musa kwa hao watu wote, kama ilivyoamriwa sheria, aliitwaa damu ya ndama na ya mbuzi pamoja na maji ya sufu nyekundu na hisopo, akakinyunyizia kitabu chenyewe na watu wote kwenye 20. Kisha kwenye 20 hapa kuna point anasema na watu wote, akisema, hii ni damu ya agano mlioamriwa na Mungu. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba agano halikuweza kufanyika pasipo kuwepo na damu. Kwa hiyo lazima kwanza damu itolewe, kwanza itoke damu, kwamba ndipo agano likamilike. Hata Yesu mwanzilishi wa agano jipya ama muasisi wa agano jipya alimwaga damu yake, na pale kwenye ushirika kwa maana ambayo anasema kwamba hii ni damu yangu ambayo inatolewa kwa ajili yenu, kwa hiyo fanyeni hivi kwa ukumbusho. Kwa hiyo agano lazima iambatane na damu ili kwamba ile agano iwe hai. Kwenye kitabu cha Kutoka sura yake ni Kutoka, angalia kitabu cha Kutoka sura yake ni ya 24. Kutoka 24, Kutoka 24, subiri niangalie. Kutoka 24, Kutoka 24 sura 24 mstari huu wa ngapi? Mstari huu wa 8. Na Mungu anasema, Musa akaitwaa ile damu akawanyunyizia watu, akisema, hii ndiyo damu ya agano alilolifanya Bwana pamoja nanyi katika maneno haya yote. Narudia tena, Musa akaitwaa ile damu akawanyunyizia watu, akasema, hii ndiyo damu ya agano alilolifanya Bwana pamoja nanyi katika maneno haya yote. Kwa hiyo iko hivyo damu iko hivyo, lazima kwenye agano lazima damu ihusike. Kwenye agano lazima damu ihusike ili kwamba lile agano liweze kuwa hai. Ndio maana hata zamani wana wa Israeli kwa mfano, mtoto wa kike akibakwa, yani ilikuwa ni lazima yule mwanamume aliyembaka lazima amuoe, lazima amuoe. Akishamuoa amtolee mali, akishamuoa ndipo anaweza kumwacha. Kwa sababu gani? Ili kwamba ifahamike yule mwanamke aliolewa akaachika. Kwa hiyo mwanamume yote atakayemuoa, ajue kwamba amemuoa mwanamke ambaye alishaachika, kwa sababu ile damu ambayo ingeweza kuweka ile agano kuwa hai haipo ilishaondolewa. Kwa hiyo ni vyema kuwa makini. Mungu ametoa utaratibu namna gani ya kufanya kwenye mambo haya ya ndoa na tendo la ndoa. Kikubwa lazima uwe makini. Haitakiwi kulala na mwanamume ambaye siye mume wako, wala haitakiwi kulala na mwanaume ambaye ni mchumba wako. Haitakiwi. Lakini sasa